Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, popote mulipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Rais wa wanasheria Tanganyika ameongoza Watanganyika na wanasheria vile na kuongoza wanaharakati kwenye kutaka haki za Watanganyika. Akisema haki za Watanganyika ni kutaka Tanganyika iweze kujiondoa kwenye serikali ya muungano wa Tanzania. Na hili lote limeanza baada ya siku ya Jumanne tarehe 9 Juni mwaka 2026, wawakilishi wa Zanzibari pamoja na waziri wa afya wa Zanzibari Saada Mkuya Salum kusema kwamba Zanzibari haitamtibu Mtanganyika yeyote mwenye yuko Zanzibari. Wawakilishi hao walisema kwamba rasilimali ambazo serikali ya Zanzibari iko nazo ni za Wazanzibari peke yake. Kwa hivyo wakasema kwamba kama wewe si Mzanzibari hauwezi ukatibiwa kwa sababu hawana rasilimali zako. Kilichokuwa kikibainika kwa wenzetu hususan katika ngazi ya masheha walikuwa si waaminifu. Mtu si Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu anaonesha matibabu kadi, na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale akisha kuonesha matibabu kadi anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8 nani tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60? Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kadi. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Serikali unakwenda unazuiwa kwa sababu hujaenda kwenda kujiandikisha. Sasa unadhani hizi gharama ambazo unakwenda wewe unataka kutibiwa, nani atabeba? Mheshimiwa, dialysis ukienda Lumumba, chumba cha dialysis kimejaa vijana. How much dialysis moja? Na wanapewa dialysis 3 times a week pale. Hizi ni gharama kubwa, lakini kwa sababu wao ni wanachama wanapewa pale matibabu. Hiyo ni kumaanisha mimi Mtanganyika siwezi nikapokea matibabu upande wa Zanzibari. Sasa kitendo hichi kimefanya viongozi wa Tanganyika, aswa rais wa wanasheria, kuuliza maswali. Basi ni kwa nini tunaendelea kujishikilia kwenye serikali ya muungano kipindi ambapo wale wengine wameamua kutetea haki zao? Kwani sisi Watanganyika hatuna kitu cha kutetea? Naomba tusome pole kile ambacho Bwana Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa wanasheria Tanganyika, ukipenda Tanganyika Law Society, ameweza kukiandika. Boniface Mwabukusi ameandika hivi: kwa kuwa ni halali kwa Wazanzibari kulinda haki za Wazanzibari, haiwezi kuwa haramu kwa Watanganyika kulinda haki za Watanganyika. Jinsi ambavyo ulimsikia huyo waziri Saada Mkuya Salum anatetea haki za Wazanzibari, akisema kwamba Mtanganyika, fedha zenu haziko pale uweze kutibiwa. Na hivyo basi Mwabukusi amesema kwamba nasi tunapaswa
kulinda haki zetu kama Watanganyika. Kuna zile pesa zetu ambazo zinatolewa hapa Tanganyika zinapelekwa Zanzibari, tunapaswa kukataa na tuzilinde. Kipindi ambapo Zanzibari wao wameanza wao kutetea haki zao, sio haramu, wamesema ni halali. Basi nasi Watanganyika kulinda mali zetu sio haramu, ni halali pia. Mabukusi akaendelea kusema kwamba kwa yanayoendelea kujitokeza katika Baraza la Wawakilishi Zanzibari kuhusu kujitanabaisha kwa misingi ya Uzanzibari na kulinda maslahi ya Zanzibari, je, si wakati sasa kwa Watanganyika nao kuzungumza kwa uwazi, kuhoji kwa uhalali na kujadili kwa kina masuala yanayohusu haki, hadhi na maslahi ya Tanganyika? Kweli kabisa. Kama Zanzibari wameyavulia nguo, basi itabidi wayaoge. Na sisi inabidi basi tuanze. Sio eti kwamba tukizungumza Afande Muliro anakimbiza jeshi la polisi kwanza kusema kwamba huo ni uhaini. Itakuwaje sisi Watanganyika tukizungumza ni uhaini, Wazanzibari wakizungumza si uhaini? Tuko na ardhi zetu ambazo Watanganyika tuko nazo ambazo Wazanzibari wanamiliki, so waende wamiliki kwao basi. Kuna pesa zetu ambazo zinatolewa matozo hapa Tanganyika zinapelekwa Zanzibari kufanya maendeleo. Waturejeshe pesa zetu basi na wasimamishe hayo masuala ya muungano. Kila mtu ajitegemee na kila mtu alinde haki zake. Hata sisi tunapaswa kutetea haki za Watanganyika. Mabukusi akaendelea kusema kwamba je, Watanganyika hawana haki ya kuhoji na kulinda? Wao wamesema kwamba wanalinda haki zao, wanalinda hizo pesa ambazo wanasema kwamba ndizo zinawatosha wao wenyewe kujitibu. Kwani sisi wengine hatupaswi kulinda? Mabukusi akasema namba moja, tuko na bandari zilizopo ndani ya Tanganyika ambazo viongozi wa Mazanzibari wameuza, wamepiga mnada kama Samia. Zingine Wazanzibari wanafanya kazi pale kwenye bandari ambazo ziko Tanganyika. Sisi kwao wanatuona kwamba ni wabaya. Namba mbili, misitu na rasilimali za mazingira za Tanganyika. Kuna madini mbalimbali ambayo yanachimbwa kutoka Zanzibari, yani yanachimbwa kutoka Tanganyika, kuniradhi, yanawekwa magari yanapelekwa Zanzibar. Sio ni kumaanisha basi hata nasi tuanze kutetea na kulinda mambo yetu, madini yetu yasichimbwe, rasilimali zetu zisitolewe katika mazingira yetu, yapelekwe Zanzibari. Wao wenyewe ndio wameanza. Namba tatu, Mabukusi akahoji kwamba rasilimali za asili zilizopo katika eneo la Tanganyika, nimekueleza kama vile madini. Namba 4, hadhi, haki na umiliki wa ardhi ya Tanganyika. Si tuko na Wazanzibari ambao wanamiliki mashamba, majumba, mali mbalimbali ndani ya Tanganyika. Tuko na Wazanzibari ambao wanamiliki ardhi, majumba ndani ya Tanganyika. Basi kama wameanza kuona ni vizuri wao wanajilinda, nasi tunapaswa kujilinda.
tutetee mali yetu, tutetee ardhi zetu, rasilimali zetu na haki zetu tuzitetee. Kama ni kweli wameanza hivyo, kila mtu arudi kwao, kwa sababu wale Wazanzibari wasije wakatumia kitambulisho cha muungano eti kwamba watapata matibabu Tanganyika. Haiwezi. Hiyo ni kutumia vibaya rasilimali zetu sisi kama Watanganyika, kipindi ambapo wamesema kwamba sisi ni haramu kupata matibabu pale Zanzibari kwa sababu hawana pesa ambazo zinatosha matibabu hayo. Namba 5, Mwabukusi akasema kwamba nafasi, haki na uwepo wa watu wasio Watanganyika katika idara na taasisi ambazo si muungano. Sasa itabidi tuanze nasi kutetea haki zetu, kwa sababu tuko na nafasi mbalimbali za kikazi. Tuko na uwepo wa watu wasio Watanganyika katika idara mbalimbali na taasisi ambazo si za muungano. Sasa unataka kuniambia kama wizara ni ya muungano? Unataka kuniambia kwamba usalama wa taifa ni wa muungano? Hapana. Lakini tuko na Wazanzibari ambao wanafanya kazi pale. Kama sisi wametuona ni wabaya, warudi kwao, watuachie taasisi zetu. Sasa namba 6, Mwabukusi akasema hivi, naomba uniwe radhi tuende polepole ndipo uweze kuelewa hichi ambacho ameweza kukizungumza. Amesema kwamba uhalali wa viongozi wasio Watanganyika kuingia au kusaini mikataba inayohusu rasilimali za Tanganyika, hususan pale ambapo baadhi ya masuala hayo tayari yameondolewa katika eneo la muungano kwa upande wa Zanzibari. Unajua Zanzibari hauwezi ukasaini mikataba kama wewe si Mzanzibari, lakini hapa Tanganyika Samia anaweza akatoka Zanzibari akuje kuuza bandari yetu kuelekea kwa Mchina, kuelekea kwa Waarabu, bandari ambayo ipo Tanganyika. Na sisi basi tunapaswa kulinda haki hizo zetu, tunapaswa kulinda bandari hizo zetu. Tunataka kulinda na kuzuia wasio Watanganyika wasisaini mikataba kwa niaba ya Watanganyika. Namba 7, akaoji kwamba mchango wa Zanzibari katika kugharamia gharama za uendeshaji wa shughuli za muungano na ulipwaji wa deni la taifa. Hawa Zanzibari huwa wanatusaidia kweli kulipa deni la taifa? Hawa Wazanzibari wanatusaidia kweli kugharamia gharama za uendeshaji wa shughuli za muungano? Hapana, hawagharamii, ila sisi ndio tunagharamia. Zanzibari haigharamii kivyovyote uendeshaji wa shughuli za serikali ya muungano. Sisi ndio tunagharamia. Wao wako na serikali yao wanajisimamia, lakini sisi pesa zetu zinatoka hapa Tanganyika zinaelekea Zanzibari kufanya kazi pale. Nasi basi tunapaswa kuhoji, kwa sababu ni rasilimali zetu zinatumika vibaya. Mwabukusi akamalizia hivi, hapo itabidi nisoma alafu tuweze kuzungumza. Ikiwa ni halali kwa Wazanzibari kujadili, kuhoji na kulinda maslahi ya Zanzibari kwa misingi ya utambulisho wao wa kisiasa na kikatiba, kwa mantiki hiyo hiyo haipaswi kuwa kosa kwa Watanganyika kuhoji, kujadili na kutetea maslahi ya Tanganyika katika mfumo wowote wa haki, usawa na kuheshimiana ndani ya muungano. Haki ya kulinda maslahi ya Zanzibari haiwezi kutenganishwa na haki ya Watanganyika kulinda maslahi ya Tanganyika.
Haki hizo zinapaswa kutambuliwa kwa usawa, bila upendeleo na bila kuonekana kama tishio kwa muungano, bali kama sehemu ya kujenga muungano wenye misingi ya haki, uwazi na kuheshimiana. Ukweli, haki na uwajibikaji ndiyo misingi bora wa kuliongoza taifa katika vitendo vya ukatili dhidi ya ubinadamu, ukiukwaji wa haki za raia na mauaji na utekaji vilivyofanyika wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Sasa Mwabukusi anasema hivi, amesema maneno ya busara kabisa. Kama umenisikiliza mpaka hapa, Mwabukusi amesema maneno ya busara. Anasema haje, ikiwa ni halali kwa Zanzibari kujadili na kuhoji vile na kulinda maslahi ya Wazanzibari kwa misingi ya utambulisho wao wa kisiasa na kikatiba. Umemsikia huyo Waziri Saada ama ulisikia huyo Waziri Saada akisema kwamba itabidi watumie vitambulisho. Kama uko na kitambulisho cha Zanzibari ndio utapokea matibabu. Basi kwa mantiki hiyo hiyo haiwezi ikawa kosa nasi tukijitambulisha kwa kutumia vitambulisho vyetu kama Watanganyika. Haya masuala ya muungano mimi sioni mahala ambapo yanatupeleka. Sisi ndio tunagharamia, sisi ndio tunafyonzwa. Najua Zanzibari inatushikilia tu kama kupe. Ikiwa wanataka haki na usawa, basi Watanganyika wanaweza wakatibiwa Zanzibari. Ikiwa wanataka haki katika mfumo wowote wa haki, usawa na kuheshimiana ndani ya muungano, Watanganyika wanapaswa kutibiwa Zanzibari na Zanzibari wanapaswa kutibiwa Tanganyika. Lakini sasa wao wakianza kujitenga kuelekea kwa kona fulani, eti kwamba wao ni Wazanzibari, sisi Watanganyika tupaswi kutibiwa kwao, nasi haitakuwa kosa. Kwa mantiki hiyo hiyo, tukitaka haki zetu, tuanze kwa utambulisho. Kama Watanganyika, pata matibabu. Kama wewe ni Mzanzibari, vuka Zanzibari, pata matibabu. Kwa mantiki hiyo hiyo, hakuna kitu cha uhaini hapo. Ikiwa wanataka kuheshimiana, wanataka uelewano, Tanganyika wanapaswa kutibiwa Zanzibari, Zanzibari wanapaswa kutibiwa Tanganyika. Hapo ndipo kuna usawa na hapo ndipo kuna uelewano. Lakini sasa wao wakianza kujitenga kuelekea kwa kakona fulani, wakisema kwamba wao ni Wazanzibari, basi hata nasi basi tutakiwasha, tutaitisha haki zetu. Haki hizo kama wanataka tusalie kwenye serikali ya muungano, zinapaswa kukua sawa. Mtanganyika nimekueleza atibiwe Zanzibari bila ya kuwekewa vikwazo na kusema kwamba sijui rasilimali ambazo wako nazo ni chache, ni zao. Sisi ndio tunagharamia uendeshwaji wa serikali ya muungano. Tazamaji, namalizia nikisema kwamba ukweli, haki na uwajibikaji, hivyo vitatu ndivyo misingi bora ya kuliongoza taifa kutoka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya ubinadamu, dhidi ya ukiukwaji wa haki za raia na dhidi ya mauaji na dhidi ya utekaji kama vilivyofanyika mwaka jana kipindi cha uchaguzi.
Mimi hapa ninamuhongera Mwabukusi kwa kuongea maneno ya busara. Ikiwa basi wao wanataka haki zao, nasi basi tutake haki zetu, ama vipi?